Binti anayekadiriwa kuwa na umri wa takriban miaka 20 ambaye hadi sasa hajafahamika jina lake wala makazi yake amekutwa ameuawa na watu wasiojulikana kisha mwili wake kutupwa katika shimo la choo katika shule ya msingi Lutozo iliyopo katika mji mdogo wa Katoro wilayani na mkoani Geita, ambapo akizungumzia kuhusiana na tukio hilo mwalimu mkuu wa shule ya msingi Lutozo Simon Frederick Joseph amesema kuwa tukio hilo limegundulika Machi 2 mwaka huu majira saa 1 asubuhi. Amesema walipokea taarifa kutoka kwa wanafunzi wa darasa la 5 waliokuwa wakifanya usafi katika eneo la vyoo vya shule ambapo walibaini mfuniko wa shimo la choo ukiwa umeondolewa na walipochungulia waliona kitu kikielea ndani. Ameongeza kuwa mara moja walitoa taarifa kwa afisa elimu wa kata na afisa mtendaji wa kata, mwenyekiti wa kitongoji pamoja na jeshi la polisi kwa ajili ya hatua za awali za uchunguzi. Hata hivyo, baada ya jeshi la polisi kufika na mwili kutolewa na uchunguzi wa awali kufanyika, haikuwezekana kumtambua marehemu kutokana na hali aliyokuwa nayo. Mashuhuda wa tukio hilo wameeleza kusikitishwa na tukio hilo wakisema ni la kinyama lisilokubalika katika jamii, na pia wakakemea vitendo vya ukatili na kuomba uwepo wa ulinzi wa kuimarishwa katika maeneo ya shule ili kuzuia matukio kama hayo kujirudia. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kitongoji cha Lutozo Mapambano Pascal amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kueleza kuwa kwa kuwa marehemu hajatambuliwa, uongozi wa eneo hilo umeanza taratibu za mazishi kwa kushirikiana na mamlaka husika. Aidha, ametoa wito kwa wananchi kutoa taarifa zitakazoweza kusaidia kupatikana kwa ndugu au jamaa wa marehemu ili waweze kushiriki ipasavyo katika taratibu za mazishi. Na hizi ni ripoti kutoka hapa mkoani Geita. Mimi ni Nicholas Lianka ndo wa Zeloyo Media. Kwa jina naitwa Amida Idi Shabani, ni mwenyekiti wa shule ya msingi Lutozo palipopatikana katika hili tukio. Mimi nimeamka asubuhi, nilikuwa kwenye biashara zangu za ujasiriamali, napika vitumbua. Kwenye mida ya saa 1:20 mwalimu mkuu kama nipigia simu kwa mwenyekiti, kuna tukio hapa katika shule yetu ya msingi Lutozo. Baadaye nimefika kweli kwenye tukio. Kweli tukakuta kwenye hilo shimo kulikuwa na mifuko miwili, na maana kama vile mtu kavikwa, mfuko wa kwanza na wa pili ukashonwa. Ni mwanamke, ni binti, lakini naona kama kwenye umri labda miaka 20, kwa vile uwezo ukamkisia, lakini sio kusema kama ni mtu mzima kama mimi hivi, hapana. Jamii ilikuwa imekusanyikana hapa, kila anayekuja kumtazama hivi amtambue. Imeshindikana kutokana na vile alivyokuwa usoni, macho yamevimba, mdomo, ulimi umetoka. Kwa kweli hakuweza kutambulika kwa mtu yoyote. Tuache jamani kufanyana unyama kama huu. Wote binadamu tumeumbwa na kila mtu muda wake ukifika atakufa tu, lakini matukio kama haya yaliyojitokea katika shule ya msingi Lutozo yanasikitisha. Kwanza yanaumiza. Sisi binadamu kama jamii, hebu tupendane, tushirikiane, yani tusiuane kinyama. Hiki ni kinyama. Matendo aliyomfanyia huyu binti ni ya unyama. Kwa majina naitwa Madu Kesi Mashaka, mkazi wa maeneo ya Mtakuja Nyegezi. Kwani kwa tathmini haraka mwenye umri labda miaka 18, yani kuanzia kwenye 18 kuendelea mpaka kwenye 20 avuki pale. Alikuwa amevaa tu kuanzia kiunoni kwenda juu, huku alikuwa utupu. Ina maana hata ile sura yake kidogo, macho alikuwa ametobolewa. Ina maana kumtambua zaidi ni ngumu. Labda kidogo alikuwa amevaa, alikuwa na kigauni ambacho kilikuwa kimekunjwa kwa juu. Halafu alikuwa amesuka. Umeona? Labda kila shule hapa ingelikuwa na walinzi, ingelikuwa ni vyema zaidi, tungepunguza matukio kama haya. Maana mtu kama huyu hawezi akatolewa mbali kuletwa kama mazingira kama haya kuja kudumbukizwa hapa. Umeona? Tofauti na mtu yule ambaye anayetambua mazingira haya na kuwa anaelewa zaidi. Kwa majina naitwa Mwalimu Frederick Simon Joseph, mwalimu mkuu shule ya msingi Lutozo, kata Katoro, halmashauri ya Geita. Ndugu mwandishi wa habari, asubuhi ya leo majira saa 1:15 nilifika hapa shuleni. Wakati shughuli za usafi zikifanyika hapa shuleni, wanafunzi wa darasa la 5 walinifuata ofisini baada ya kuja kuona mfuniko wa shimo la choo uko wazi na wameona kiroba cha mtu anaelea. Kwa hiyo ofisini kwangu mimi kushirikiana mwalimu wa zamu na mwalimu wa taaluma na mwalimu mkuu msaidizi, tulifika eneo la tukio, tukaona ni kweli, tukamjulisha afisa elimu kata, afisa mtendaji wa kata, mwenyekiti wa kitongoji kwa hatua za awali. Lakini baadaye pia tulitoa taarifa kwa jeshi la polisi
ambao walifika kwa wakati. Idara ya zimamoto na uokoaji walifika kwa hatua za awali. Baada ya kufika shuleni, pamoja na wananchi wote walifika. Baada ya kupata taarifa, walifika eneo la tukio na mwili wakautoa ndani ya shimo la choo kwa ajili ya wananchi kutambua, lakini mpaka hatua za awali hakuna mwananchi yote alifanikiwa kutambua. Naitwa Mapambano Paskari, mwenyekiti wa kitongoji cha Rutozo. Leo kumetokea tukio la mtu ukuta ameuawa na kudumbukizwa kwenye shimo la choo. Mpaka sasa hatua tulionayo ni kumzika. Madaktari wamefika, polisi wamefika na jamii kwa maana ya kumtambua, ni bado hajatambulika. Kwa hiyo harakati tulizonazo sasa ni kwenda malaloni kwa maana ya mazishi. Wananchi kuhusiana na matukio mabaya ni hivi. Rai yangu kwa wananchi na kwa niaba pia ya wananchi, tuendelee kushirikiana kwenye majukumu haya ya kupeleleza, ya kutoa matangazo. Kama kuna mtu amepotelewa na ndugu, afike kwenye ofisi zetu ama kituo cha polisi kwa mawasiliano zaidi, kwa sababu hata hivyo hatuna taarifa na mtu aliyepotea. Lakini tunatoa wito tuendelee kushirikiana kwenye matangazo, kupashana habari, na tutafanya hivyo pia kwenye mikutano yetu ya hadhara. Kumekuwa na tabia za watu wanafika kwenye mtaa, hawaji kujiandikisha kwenye daftari la mkaazi. Nategemea pia kufanya mikutano kabambe ya ulinzi na usalama, ikiwa ni pamoja na operation kufahamiana. Operation kufahamiana majirani itaendelea, lakini pia nitoe wito kwa wananchi, endapo wataona watu wenye vitendo vya kufanana na ukatili watoe taarifa mapema, ili tuweze kukusanya taarifa na vyombo vya habari viweze kuwajibika.